Sasa sikumuelewa kuingia ni bure, kutoka ni gharama, alikuwa anamaanisha nini? Kumbe sasa unapojiunga kwenye chama cha Freemason na maanisha unapotaka kuja kujitoa wewe ni mtu wa kufa. Kwa sababu nilikutana na mtu ambaye ni kama ana mapembe hivi. Alafu pembeni kuna zile fuvu kama za nini, za nini ya mbuzi hao. Kuna zile fuvu zake ndio fuvu zimekaa pembeni. Ila yule mtu naye ana mapembe. Anatisha sana. Ndio unaona shetani mwenyewe sasa. Alikuwa shetani, manake ulikutana na shetani live kabisa. Yaani live bila chenga, nilikutana na shetani ambaye ni anatisha vibaya mno. Hakika kweli nimeamini kwamba mashetani wako duniani hapa. Huyo shetani, ukiambiwa shetani ana nguvu, kweli ana nguvu kwa kweli. Kwa sababu kama shetani ana uwezo kukupa utajiri, ndugu yangu, utajiri unaopata ndani ya siku moja hiyo. Yaani siku moja unakuwa tajiri. Siku moja unakuwa tajiri. Okay, duniani wanasema kuna changamoto nyingi katika utafutaji. Vijana wengi wamekuwa wakipotea kutokana na hali ngumu ya kimaisha, ambapo imekuwa ikiwapelekea wakiingia kwenye sehemu ambazo zisizokuwa sio. Sasa nipo na brother ambaye atatoa mkasa ambao alishawahi kuwa bilionea kupitia njia zisizokuwa halali, lakini anajuta kwa hicho alichokuwa nacho. Nikukumbushe tu, kwa sasa hayupo huko ambako alikuwepo. Tutapiga story 2-3 tujue ilikuwaje akajiunga na chama hicho na ilikuwaje akafanikiwa kujitoa. Brother, habari yako? Salama kabisa, habari yako nawe pia? Salama. Sasa brother, kwanza kwa majina, yani mtazamaji angependa kufahamu hasa kwa majina, wewe unafahamika kama nani? Mimi kwa majina naitwa Bwana Ibra. Ibra. Ndio. Sasa Ibra, tumeambiwa kwamba Bwana Ibra ulikuwa tajiri sana, lakini sasa hauna utajiri ule. Sasa watazamaji na wengi wanatamani kujua kivipi ulikuwa tajiri na kivipi umepotea katika utajiri. Wengi wanajiuliza utajiri wako umepoteaje na upo katika hali hii sasa hivi. Ndugu yangu, changamoto ndugu yangu. Mimi ni kweli bwana, nilikuwa na hela sana ndugu yangu. Lakini unaweza kuwa na hela, lakini kuwa na hela ndugu yangu kuna utaratibu wake. Alafu baada ya muda tena unapokuja mtu unapokutika, hapo kuna sheria zake. Kwa hiyo bwana, mimi kweli nilikuwa na pesa sana. Na njia yangu ya kupata pesa, kuna mambo fulani madogo yalitokea. Kwa sababu mimi nilikuwa na mtu wangu mmoja hivi, rafiki yangu kinoma. Lakini sema tulikuwa tumepotezana kwa muda mrefu kidogo. Lakini siku moja sawa bwana Ibra, nikukatisha kidogo. Huko tutafika. Sasa ninataka kujua hali ambayo uko nayo sasa. Wewe ulikuwa tajiri, ulikuwa bilionea, milionea, nathubutu kusema hivyo. Sasa hivi hauna pesa. Je, unajutia kwa hali ambayo uko nayo kwa sasa hivi? Yaani hali ambayo upo nayo sasa hivi ukilinganisha na mwanzo, unajutia au unafurahia maisha ambayo unayaishi sasa? Naweza nikasema mimi nayafurahia maisha ninayoishi sasa. Kwa nini unafurahia wakati wewe ulikuwa tajiri na umetoka kwenye utajiri sasa hizi umerudi kwenye hali ya kawaida? Kwa sababu hapo nyuma unajua hizi tunasema kwamba labda tu kwamba ni ushetani tu ambao unakuwa unatuchanganya, unatuvuruga kwenye ubongo wetu. Unajua pale unapokutana na mtu ana maisha mazuri nini, basi zile tamaa, basi unajikuta na wewe basi unapata hamasa. Kwa nini mwenzangu anakuwa na hela wakati ni kijana ambaye nimesoma naye mwenyewe kabisa, si ndio? Yaani nimesoma naye mwenyewe, alafu yeye ana pesa, alafu mimi sina pesa. Lazima tumchimbe tupate tujue hela kazipata nipataje? Hapo pale utapata jibu kwamba mpataje pesa, basi na wewe unafanyaje? Unajichanganya. Okay, sawa. Umepitia mengi mpaka ukaamua kutoka na ukawa huko. Sasa utupitishe ili kuwaje mpaka ukajiunga huko kwenye hiko chama na ukawa na pesa ili kuwaje? Mimi kujiunga kule bila rafiki yangu, mimi nisingekuwa kwanza niko kule. Lakini nilikuja kukutana na jamaa yangu ambaye nimesoma naye darasa hili moja. Na nimesoma naye darasa moja, nimebahatika kumaliza naye mpaka chuo. Lakini sasa nilipokuja kukutana naye, yani nimekuja kumuona maisha yake ni tofauti na vile ambavyo tulikuwa tunaishi kipindi cha nyuma, kipindi tunasoma bwana. Ukaona maisha yake yapoje? Ana maisha mazuri sana ndugu yangu. Mjengo mkali, yani nyumba ni nzuri kiukweli. Umeona ana magari makali. Yani siku moja ameniambia bwana, Ibra, karibu nyumbani. Nikaenda nyumbani kwake ndugu yangu. Bwana, nilikuta TV hiyo ni kubwa, utafikiri kitanda cha kulalia 6x6. Bwana. Umeona? Mpaka nilichokajiwa. Na ndio maana mimi nikaa naye kwa kina, nikaongea naye, nikamwelekeza ndugu yangu vipi? Umefanya vipi mpaka umetoboa? Umeelewa?
Kwa niko mwelekeza naye akanielekeza, akaniambia wewe bwana Ibra, natakiwa tutafute muda tuzungumze. Na wakati labda unamuuliza kwamba kile ambacho unahisi kwamba kimemsaidia katika mafanikio, wewe ulihisi atakupa jibu gani? Ulihisi labda atakwambia utafutaji, ulihisi atakwambia jibu gani? Kichwani mwako wewe ulikuwa unafikiria nini? Yaani kwa sababu yule baada ya kumwelekeza vile, yeye aliniambia kwanza, bwana Ibra tulia kwanza tutaongea. Sasa alivyoniambia tutaongea, mimi sikuwa na wasiwasi. Nikaona si mchizi wangu, tumezoea tunajuana bwana. Kwa sababu hawezi kuwa mwanangu ana mali kivile alafu mimi maisha yangu magumu. Mimi niuze nyanya, mimi kazi yangu ni kulima nyanya tu. Sasa unalima nyanya zenyewe zinatupiga kama vile tenga moja 3000. Sasa kuna hela. Alafu jamaa yangu nilizo mnada saa moja mwanangu ametusua maisha. Nikataka nijue kiundani zaidi ndugu yangu vipi, katoboa vipi. Na ndio maana nilipomuelekeza, kijana akaniambia tulia tu, usijazi brother. Tutaongea. Kwa hiyo mimi nilichukulia vile hivyo tutaongea, basi nikaona basi ni kitu cha muhimu sana. Kwa hiyo sikuchukua muda sana, baada ya muda tulitafuta sehemu iliyotulia, tukakaa tukazungumza na akanielekeza vizuri tu bwana. Hapo tunapopapenda sasa na watazamaji wanapenda sasa. Yeye alikuelekeza nini? Yeye cha kwanza alichoniambia, kwa sababu niliona mtu anakuuliza eti bwana Ibra una kifua. Sasa mimi sikumuelewa maana kifua ni nini. Kwa sababu mimi kifua najua kabisa kifua changu ni hiki ninacho. Sasa kuuliza una kifua? Mimi nikamwambia kifua changu ninacho. Sasa kumbe mwenzangu akumaanisha vile kifua ni nini? Ni hichi. Hapana. Kumbe kifua maana yake niwe ni mtu ambaye mwenye siri. Mwenye siri. Mtu ambaye mwenye friji linagandisha. Sasa yule jamaa alimchanganya sana bwana. Baada ya kujua vile, mimi nikamwambia tu bwana, mimi kifua ninacho. Mimi sio mtu wa kuongea sana. Kwa hiyo mimi sina shida. Kama kuna tatizo, kuna jambo zuri la kuzungumza, tuzungumze tutumalize. Umeona? Kwa hiyo jamaa yangu kwa kweli tulikaa tukazungumza na akanielekeza kitu kimoja. Ndugu yangu. Ni story ndefu sana. Pole sana. Ndugu mtazamaji unayotazama, mkasa huu ni mkasa wa kweli kabisa unaohusu maisha ya bwana Ibra ambaye ni bilionea. Alikuwa bilionea lakini sasa hivi amekuwa katika hali hii, lakini yeye mwenyewe anakiri kwamba hali hii ambayo yupo nayo anaifurahia, lakini anajuta kwa kule ambako alikuwepo. Yaani maisha ya yale ya utajiri ndio anayajutia, lakini hali alionayo sasa anaifurahia kwa kuwa ndio hali aliyokuwa nayo mwanzo. Sasa hapa tu nikukumbushe kwa wewe ambaye bado hujasubscribe, usubscribe. Hapa ndio tunaingia kwenye kisa sasa na mkasa, kiini cha mkasa wote, kwamba anapewa sasa siri. Sasa hapa ilikuwaje kwamba akakwambia mkakaa chini? Nini ambacho alikuambia ambacho kilikushtua, kilikuogopesha labda, au ikawaje? Baada ya kuelekezana vile, yeye aliniambia bwana kuna wakubwa wake. Wakubwa ambao mimi napaswa nikutane nao. Nikamwambia kama kuna wakubwa ambao napaswa nikutane nao, ina maana hao ndio wanatoa ajira, wanafanya nini? Kwa wewe kichwani mwako unafikiria kwamba kuna ajira ambayo inatolewa. Ndio kabisa. Mimi nikajua labda kuna kazi, labda kuna ajira ambayo mtu unaweza unaenda kupata kazi, unapiga kazi na wewe unakuwa kama una hela kama jamaa yako. Umeelewa? Sasa nikaona haina shida, ngoja tukakutane. Kama wakubwa tu kazi zozote wewe unaweza. Mimi kazi napiga. Umeelewa? Sasa wakati tumekwenda, kuna jamaa alinipeleka, kuna gorofa mmoja hivi ambayo ina kama ngazi 3 hivi. Kwa sisi tulikuwa ile ya mwisho ya juu, ya 3. Ya mwisho ya juu. Yaani ni mwishoni, manake kule ndio ambako nilikuta kuna watu wakubwa bwana. Yaani watu wakubwa wana hela. Watu wana hela sana. Watu wana hela sana sasa ndugu yangu. Yaani tofauti hata na jamaa yako. Sio wanasema gorofa 3. Baada ya kupandishwa kule juu, nakuta kule kuna watu wengi. Mimi nikuta kuna watu wengi afu wanapata vinywaji nini, vyakula nini. Sasa sijajua kama ilikuwa ni hoteli au vipi. Umeona? Nilifika kule kuna chumba, mimi nikaambiwa tu niingie, nisubirie kuna mtu atakuja. Kuna mtu atakuja. Ndio. Wakati kuna mtu atakuja, sasa mimi nisikujua atakuja nani. Kwa hiyo mimi nikasikilizia pale, baada ya muda kuna mtu mmoja akaingia, yani kama bosi fulani hivi, yani kavimba mtoto, yani huyo mwamba, yani kavimba kweli kweli yani. Yaani ni huyo bosi anakuja sasa kule uliko wewe. Kile kitambi kwanza unajua kabisa ile jamaa lina pesa hivi. Kwa hata bila kusema yeye ana pesa unamuona sura ya pesa. Ile sura ni ya pesa ndugu yangu. Unafikiri kama mimi nilikuwa na nini? Mimi mbona hamna kitu? Mimi nilikuwa hamna kitu.
I say kwa pesa ulizokuwa nazo na kwa story ambazo tumezipata kabla ya kukufikia, tumeambiwa bwana, ulivyokuwa na pesa wewe ulikuwa yani ulikuwa ni mtu fulani ambaye tofauti na sasa. Kwani ulikuwaje kipindi una pesa wewe? Labda utupitishe kabla tujaendelea hapo. Ulikuwaje kipindi una pesa? Ndugu yangu, mimi wakati nina pesa mimi nilikuwa natamba sana. Mimi nilikuwa na gari. Unasikia? Magari ya kutembelea ni kawaida sana. Unaelewa? Mfano hizi gari hizi kama nazotembelea nani hizi, huyu ndugu yangu Vunja Bei. Mimi hizo gari nilikuwa nazo yani nazipanga tu, nizipika hapa, nachagua kila line. Kwa nachagua tu, leo nitoke na hii, kesho nitoke na hii, kesho nitoke na hii. Unaona? Babelani hapa mimi nilikuwa nina semi kama 40. Semi 40. Hizo zote zinachukua mizigo. Semi maalum. Ase, ndugu mtazamaji, kama unavyomsikia alikuwa na magari ya mizigo au semi 40, lakini mpaka sasa hivi hamiliki hata baiskeli. Sasa tunaenda kupata sasa yule, turudi sasa kwenye mkasa wetu. Yule mwamba alipokuja, yule jamaa alipokuja, ikawaje kuwaje? Yule jamaa alivyoingia mle ndani, alikuja na makaratasi. Makaratasi. Sasa mimi sikuelewa. Unajua makaratasi, unajua kawaida. Alipokuja akanielekeza, bwana dogo vipi? Nikamwambia fresh. Maana mimi ni dogo janja tu. Ukiwa una hela wewe ni dogo mwanangu. Wewe ulikuwa uogopi vile anakuja, wewe muogopi na wewe huna kitu kwa kipindi hicho? Mimi nilikuwa sina kitu. Sasa utaogopa nini sasa mwanangu? Unajua kabisa kuna ajira, unapewa ajira. Lakini alipofika, tulipokaa tumezungumza vizuri, kanielekeza. Bwana, sheria ya humu ndani kuna utaratibu wa 1, 2, 3. Nikamwambia utaratibu gani? Akaniambia nafikiri mmekaa mmezungumza na mwenzio labda. Nikamwambia jamaa amenileta, lakini ila aliniambia tu kuna mtu ambaye napaswa nikutana naye kama anahitaji kuwa na mali kama alizonazo yeye. Kwa hiyo tulipokubaliana hivi kwamba nije tukutane na wewe fresh. Kwa hiyo baada ya kukutana na yule mwamba akanielekeza, bwana, sheria namba 1, natakiwa niwe ni mtu ambaye ni mtu mwenye siri. Mtu mwenye siri. Nikamwambia sawa, mimi ni mtu mwenye siri ndio. Akaniambia kitu kingine kwamba unapoingia kwenye hichi chama, kuingia ni bure, kutoka ni gharama. Sasa yani kuingia ni bure, kutoka ni gharama. Tuendelee. Sasa sikumuelewa, kuingia ni bure, kutoka ni gharama, alikuwa anamaanisha nini? Kumbe sasa unapojiunga kwenye chama cha Freemason, na maanisha unapotaka kuja kujitoa, wewe ni mtu wa kufa. Kwa hiyo ndio gharama ya kujitoa na Freemason. Lakini mimi nilikubaliana na lile swala, na ndio maana nilivyokubaliana naye nikajiingiza kwenye kile chama. Ndio hapo ni chanzo, ndio chipo ambapo nikapewa mtaji kwanza. Niliambiwa kwamba unataka kufanya biashara gani? Mimi nimwambia mimi biashara ninayoipenda mimi ni ya kusafirisha vitenge tu. Kusafirisha vitenge? Kusafirisha vitenge vya kina mama. Kwa hiyo ndio kazi ambayo mimi naipenda. Kwa hiyo baada ya kuambia vile, nilipewa mtaji wa shilingi milioni 100. Milioni 100. Huo ni mtaji tu wa kianzio. Maana unapofungua biashara, yani mtu anataka kwamba unafungua biashara kidogo, pesa unapata. Yaani ile ni kianzio tu, kwamba mtu anapofungua kaoski, kaduka fulani, ina maana unaanzisha vitenge hata 20 au 30. Lakini ile ni geresha tu tunafanya. Kwa hiyo ile ni geresha kuzuga kwamba unafanya kazi fulani. Ile ni kama geresha tu kwamba unazuga unafanya kazi gani fresh. Lakini kila baada ya mwaka, ya mwaka, manake wewe kuna kipato ambacho wewe kinakuwa kinaongezeka, lakini pale na wewe duka lako unakuwa unaongeza kamtaji kidogo. Ina maana watu wanakuwa hawajashtuka. Unaelewa? Kwamba watu hawashtuki kwamba hela unazipata wapi. Lakini mimi najijua kabisa kwamba nina pesa za kutosha. Lakini duka langu unakuwa naongeza kidogo sana kamtaji. Kwa hiyo watu wanakuwa hawashtuki. Kwa hiyo kila mmoja anajua tu hii biashara yake ya kawaida tu ambaye amejianzisha kamtaji kadogo kavitenge. Lakini huku nje mimi najua nini nafanya. Sijui unaelewa? Tuendelee. Kwa hiyo ikawaje sasa hapo unapewa masharti na unaambiwa hivyo, ikawaje? Baada ya hapo ya kukabidhiwa ule mtaji wa shilingi milioni 100. Yule jamaa alikabidhi zile pesa, aliniambia siku ya Alhamisi. Kwa sababu siku ndio tumekwenda ilikuwa ni siku ya Jumatatu. Akaniambia siku ya Alhamisi ni siku ambayo nataka nikaonane na mkuu wa Freemason.
mkuu wa Freemason. Kwa hata yule jamaa licha kuwa na tumbo kubwa na nini, sio mkuu bado. Yule kumbe alikuwa ni agent. Ambaye ni agent. Ni agent. Ni wale ni watu ambao huwa wanapokea watu, wanaandikisha, wanawapokea, wanawapeleka mahali sehemu husika, basi ndio wanawapa maelekezo na kuwasindikiza mpaka kwa mkuu. Na huyo mkuu sasa, ndugu yangu. Ndugu yangu, kwa kweli mimi sikujua mkuu atakuwa ni mkuu ni nani, ndugu yangu. Naenda kukutana na mtu mmoja anatisha kinoma, sura yenyewe yani ni mtu ambaye ukimuona hivi lazima ushtuke, ndugu yangu. Kwa sababu nilikutana na mtu ambaye ni kama ana mapembe hivi. Alafu pembeni kuna zile fuvu kama za nini, za nini ya mbuzi hao. Kuna zile fuvu zake ndio fuvu zimekaa pembeni. Ila yule mtu naye ana mapembe. Anatisha sana. Umeona? Na ana design kama vile mdomoni kama kaumia sio na madamu yale ilikuwa ni madamu. Sasa sikujua yale madamu kwa ajili gani. Sasa baada ya muda tumekaa nikaona kama kuna mtu ameleta kama ndoo. Kama ndoo. Kumbe bwana yule mtu ni kinywaji chake. Kinywaji chake ilikuwa ni damu. Damu. Ndio ndugu yangu, ilikuwa ni damu. Sasa nikashangazwa na lile jambo baada ya kuwa mtu yule anakunywa damu. Sasa sikuelewa maana yake. Unajua? Lakini yule mtu alikuwa anatisha sana. Nafikiri yule alikuwa ndo shetani mwenyewe sasa. Alikuwa shetani, maana yake ulikutana na shetani live kabisa. Yaani live bila chenga nilikutana na shetani ambaye anatisha vibaya mno. Hakika kweli nimeamini kwamba mashetani wako duniani hapa. Na kweli ndugu yangu, shetani ukiambiwa shetani ana nguvu, kweli ana nguvu kwa kweli. Kwa sababu kama shetani ana uwezo kukupa utajiri ndugu yangu, utajiri unaopata ndani ya siku moja hiyo. Yaani siku moja unakuwa tajiri. Siku moja unakuwa tajiri ndugu yangu. I say. Mtazamaji, ni story ambayo inatisha, ni mkasa wa kweli, lakini ndugu yangu anasema anazitoa siri hizi nzito pasipo kuogopa, kwa sababu sasa hivi amemgeukia Yesu na anamwamini Yesu, na anaamini hata kwa kuweka siri hizi nzito atabaki salama. Hakuna kibaya chochote kitachompata kwa sababu yupo na Yesu, anamwamini Yesu. Sasa baada ya kuwa umemuona yule shetani, kwanza pale mlikuwa wangapi? Labda ulikuwa peke yako wakati unamuona shetani au mlikuwa na nani? Kwenda pale manake pale kila mmoja anakwenda, lakini mimi nilikwenda kwa wakati wangu, kwa sababu mimi nilikuwa kwa sababu tayari nimeshaitwa sehemu husika, kwa sababu tayari nilishatoa taarifa. Kwa maana yule alikuja kuniconvince mimi, tuliongea naye 1 2 3, alipeleka taarifa kwa nani? Kwa yule agent. Agent tulivyo naye tukamaliza naye fresh. Fika kule sasa kwa muhusika ndio hivyo. Lakini sasa kuna sheria zake. Sawa mtangazaji? Sheria, tunataka tujue hapo na mtazamaji. Mtazamaji wangu, huu ni mkasa mrefu sana na kuomba usubscribe hapo, lakini pia unaweza ukaachia neno lolote ambacho mpaka sasa ambacho umekipata. Utaratibu na hivyo mambo yanaendaje? Bwana, sheria za pale ndugu yangu, kwa sababu ile siku ambayo nimekwambia nimekutana na mkuu ambayo ni siku ya Alhamisi. Niliambiwa kesho yake Ijumaa ndio ni siku ambayo ni ya kung'oa kafara. Sasa kafara sikujua. Kwa hiyo sasa ikawaje sasa pale? Baada ya pale sasa kwa sababu nilipoambiwa kafara ni siku ya Ijumaa. Sasa sikuelewa kafara yani unatoa vipi. Lakini niliambiwa kuwa kuna kafara za aina mbili. Kuna kafara ya kumwaga damu na kafara ya kuchinja. Sasa katika kafara ya kuchinja na ya kumwaga damu, mbona nikaona kama kuchinja ni kumwaga damu? Ndio, kuchinja siku zote ni kumwaga damu. Sasa na kafara ya kumwaga damu tena ni kafara gani sasa? Umeelewa? Kwa hiyo wao ndio wanaotoa maamuzi kwamba wao ndio wanakupangia wewe unatakiwa utoe kafara gani. Umeelewa? Mimi nilijua naweza nikajichagulia ndugu yangu. Lakini ndio maana yake. Lakini sikuweza kujichagulia, lakini niliona tu ghafla ule kushetani kwenye mapembe kule sasa ndio mwenyewe ndio kunasema kabisa kwamba wewe utachinja. Unakwambia wewe utachinja. Sasa kwenye kuchinja nikawa sijaelewa sasa hapa naanza kuchinja kitu gani. Umeelewa? Lakini nikaambiwa natakiwa tukutane kwenye makutano kama ni saa 8 usiku hivi. Tukutane, kuna sehemu ambayo tutawekwa mkutano, tutakutana wote wanachama. Wanachama au mliopo hapo ni wanachama wapya au yani ni kwamba wanachama wapya au na wazamani wapo? Pale pana wanachama wa zamani. Lakini
wale maagent waliokuja na wageni wao, maana ni siku ambayo itabidi watambulishwe, alafu ni siku ambayo tena hiyo itabidi wamwage damu. Kama wale kuchinja watachinja, wa kumwaga damu watamwaga kama kawaida. Kwa hiyo siku hiyo tutatambulishwa rasmi kwamba sisi ni wageni ambao tumeingia pale, ili tutambulike vizuri na wenzetu, maana wao kama wao wanatufahamu, ila je, hao wanachama wenzetu sisi hawatufahamu. Kwa hiyo tunatakiwa tufahamiane. Sijui unaelewa? Baada ya pale basi tulivyo unanilia, basi tukapewa sheria, nilivyoambiwa kwamba bwana natakiwa niwe nachinja. Nikamwambia basi kuchinja 1 2 3, lakini mtaje kama swala la hela hapo nimeshaambiwa wewe unapata kama kawaida, hakuna shida, utajiri ni siku moja. Kwa hiyo nilikubaliana kwa kweli na lile swala kwa haraka kutokana na tamani nilizokuwa nazo ndugu yangu. Kweli vijana wengi tunatamaa. Mtazamaji, huu mkasa haukuhamasishi wewe kujiunga na chama cha Freemason, wala haupo kwa lengo la kuwadhiaki Freemason, ila upo kwa lengo la kutoa elimu na kusema vijana wengi wanapotea sana wakizani pesa za huko ni nzuri, lakini pesa za huko zina gharama. Ndio maana unaambiwa, brother aliambiwa kujiunga ni bure, ila kutoka kuna gharama. Kwa hiyo usidanganyike na kujiunga na chama hicho. Kile kidogo ambacho unakipata alizika nacho. Tunaendelea kupata story. Kwa hiyo ikawaje? Unajua ndugu yangu, ndugu mtangazaji, yani jamii asilimia kubwa ambacho haijui, yani rasmi, labda nikwambie kitu kimoja, sawa? Unajua kuna Illuminati, alafu kuna Freemason, si ndio? Lakini jamii inajua ni vitu tofauti, lakini ni kitu kimoja. Hicho ni kitu kimoja, ambaye shetani ni huyu mmoja, ambaye sisi tunasema Mungu huyu mmoja. Kwa hiyo ile ni kama dhehebu. Kwa hiyo Freemason, Illuminati kama dhehebu. Ni kama dhehebu tu ndugu yangu, ni sawa na huyu mlokole, huyu ni Mkristo, huyu ni Mlutherani, huyu ni Mwanglikana, sijui ni Msabato, huyu ni Orthodox. Sijui unaelewa ndugu yangu? Basi ile ni kama dhehebu, yani zile ni dini tu. Sijui unaelewa? Lakini shetani ni mmoja. Shetani ni mmoja. Kwa hiyo mimi naweza nikasema nilipitia raha, alafu naweza nikasema tena nilikuwa kwenye shida. Kwa sababu kipindi cha mwanzo nilikuwa kwenye raha, maana niliona kama ni mtelezo. Lakini baadaye nilisi napandisha kwenye mlima mzito sana nisioweza kuupanda, na miguu ikiwa imeshavunjika ndugu yangu. Unaelewa? Pole sana. Kwa hiyo na kuna mambo fulani mengi sana, kwa sababu pale unapoingia kuna mazoezi unatakiwa uigize. Sijui unaelewa? Uigize movie ya usijui uigize unapigwa mpaka unakufa. Sijui unaelewa? Yaani unapigwa mpaka unakufa. Unapigwa mpaka unakufa. Kwa hiyo ukishapigwa mpaka unakufa, ukishakufa wewe unakuja kuzaliwa upya. Je, unazaliwa vipi ndugu yangu? Nataka nikwambie. Ndio tunataka tufahamu, manake unatupa mambo mazito sana. Sawa, kuzaliwa upya na maanisha kitu kimoja. Mimi ninapopigwa mpaka nakufa, na nakufa kweli ujue. Sijui unaelewa? Lakini ninapokuja kuzaliwa upya, ina maana pale nafufuliwa. Kwa nguvu za giza. Yaani mimi mwenyewe tayari nakuwa tayari mimi mwenyewe shetani. Umeshakuwa shetani tayari, yani tayari shetani yupo ndani yangu, maana mimi mwenyewe na mambo ya shetani, kwa sababu namsupport nani? Shetani. Sijui unaelewa? Kwa sababu ukishakuwa unasupport shetani, maana yake na wewe ni shetani pia. Lakini una babako, ambaye babako ni shetani mkuu. Huyo ndo tunamuita nani? Lucifer. Yaani huyo Lucifer mwenyewe, maana yake huyo ndo bosi wetu. Huyo ndo mkubwa. Huyo ndo anayefanya kazi yote. Ndio utakayemwaga damu na kwa ajili ya kwenda kukabidhi pale, na utakapomwaga damu tu siku unaitoka kafara na kutoka kafara zako, maana yake maisha yako yanazidi kuwa hivi mazuri afu na ni marefu. Yoyote anayetaka kukufanyia wewe ubaya. Sijui unanielewa mtangazaji? Yoyote anataka kukufanyia wewe ubaya. Hawezi kukuona. Wewe hauonekani wapi? Kwa sababu gani nasema uonekane? Kwa macho ya kawaida utaonekana, lakini kivuli chako hakitaonekana. Yaani kivuli cha yule mtu anayekutafuta kwa ubaya hawezi kukiona kivuli chako. Kwa sababu wewe tayari umeshafanyaje? Umeshatakaswa kule kwa Lucifer. Sijui unaelewa? Lakini naweza nikasema kwamba mimi nimetoa kafara nyingi sana. Labda unaweza kwa ridhaa yako unaweza ukatuambia kafara ambazo umezitoa? Ndugu yangu, yaani nikikumbuka naweza nikasema kwamba inaumiza sana. Kwa sababu nikikumbuka watu niliowaua ndugu yangu ni wengi. Familia yangu ni kubwa sana.
ambao basi nadhani tusiwataje kwa usalama wako na usalama wa ndugu, tusiwataje. Lakini nataka nikuulize kitu. Kuna mmoja ambaye alidai yupo kwenye hiko chama, aliwahi kusema kwamba hakuna kafara za binadamu, kwamba ni kafara za wanyama tu. Je, ni kweli? Hapana, si kweli, kwa sababu kafara ya mwanadamu ipo. Na ndio maana kuna mtu unaweza ukapewa kafara ya kuua mzazi, ndugu yako ya damu, yoyote ndugu yako wa damu. Kama sio damu yako ndugu yako huwezi kuua. Kwa mpaka damu yako. Yaani damu yako ndio utaweza kuimaliza. Na kwenye swala la kuua, familia wao ndio wanajua kwenye nafsi yako nani unayempenda kabisa kutoka moyoni. Yule unayempenda wewe, ambaye unaona ni bora sana kwenye maisha yako na unamkubali kutoka moyoni kabisa, wao wanajua. Kwa hiyo mimi sijichagulii nikasema wakisema damu ya mtu nikamchagua yule ambaye simpendi mimi. Huwezi kujichagulia wewe ndugu yangu, kwa sababu hata unapopesa wao, unapoomba pesa wao ndio walikupa. Sasa unajichagulia wewe, utakuwa unajichagulia kama nani? Huwezi kujichagulia ndugu yangu. Ila yeye huyu mtu ambaye anatoa pesa, manake yeye anapewa maagizo na Lucifer kwamba bwana muelekeze kuna 1 2 3. Wewe utapewa maagizo kwamba kafara yako leo inabidi atolewe fulani. Wewe ndio utabidi ufanye hiyo kazi. Na kama utashindwa kuitoa kafara ya familia yako, manake wewe ndio utabidi upotee. Na kupotea unapotea vipi? Huku nyumbani, huku kwenye mambo ya huku kwenye ulimwengu wa kawaida kwa sisi tunaweza nikasema. Sawa? Ina maana wewe unaonekana umekufa. Lakini kwenye ushirika wetu sisi wewe hujafa. Ila mateso utakayoyapitia yatakuwa mazito sana. Umeelewa? Mateso utakayopitia yatakuwa mazito sana. Lakini huku unaonekana kwa watu umeshadedi ndugu yangu. Wamezika kabisa. Wameshazika kabisa, lakini hujazikwa wewe ndugu yangu. Yaani kuna vitu vile wewe tunaweka. Cha kwanza kabisa. Watu wanajua ni wewe umekufa. Lakini sisi wote tunapendelea sana kuweka mgomba. Hilo la kwanza. La pili ambacho huwa tunapendelea kuweka sana ni gogo ambalo lenye futi kadhaa. Sijui unaelewa? Futi kadhaa. Kwa hiyo linawekwa gogo tu. Linawekwa gogo. Kwa hiyo lile gogo ambalo linakuwa liko pale, watu hamjui, mnajua kwamba ni yule aliyekufa. Lakini sio mtu aliyekufa. Yule mtu hajafa. Yule mtu yupo kwetu. Manake tunashughulika naye. Kutokana na maagizo aliyopewa, alafu ameshindwa kufanyaje? Kuyatekeleza. Sijui unaelewa mtangazaji? Sawa, ndio. Kwa hiyo pale lile linakuwa ni gogo tu. Na ndio maana kuna kipindi cha nyuma nilishawahi kupewa kafara fulani nifanye ndugu yangu, lakini sitataja nilimtoa nani. Ila nitakwambia tu kwamba nilifanyaje hicho kitu, kwamba ile kafara nilivyotoa yule mtu ninayemfahamu mimi, sitaki kumtaja kwa sababu ni siri, sitaki usitaje kwa sababu sitaki kutaja kwa sababu mambo yatawaumiza wengine, kwa sababu ni mtu ambaye anafahamika kwenye familia unajua, lakini ndio hivyo safi. Nilichokifanya nilimgeuza akawa gogo. Akawa gogo. Na lile gogo nilienda kuweka kwenye kilabu cha mtu ambaye anauzaga pombe ya manini mamsabe haya. Wanapika sana, sijui anatengeneza nini, maua mbule sijui nini ile. Sawa? Nikaenda kuweka lile gogo ambako wateja wanapendelea sana kukaa. Kwa hiyo lile gogo nilipokuja kuliweka pale, ina maana mimi ndugu yangu nakuwa namuona. Lakini yule ndugu hawezi kusimama. Alafu yule ndugu ni mtu wa masikitiko, ni mtu ambaye ameinamia chini, lakini hakuna mtu yeyote anayeweza kumuona zaidi yangu mimi hapa mbele nimemweka. Kwa hakuna mtu yeyote anayeweza. Hawezi kumuona mtu mwingine yeyote. Hata wewe mchawi. Sasa mimi ni mchawi kuliko ako kamchawi. Ataona nini? Mimi ni mchawi kuliko ako kamchawi. Yaani haka ni kamchawi kamtaani. Mimi ni mwamba zaidi. Wewe ni nategemea kwamba nina mtu wangu mkubwa ambaye ananilinda. Sijui unaelewa? Mimi nalindwa. Ndio maana nilikwambia sisi hatufi. Sijui unaelewa? Yaani mtu akitaka kuniloga mimi hawezi kunipata kwa sababu kivuli changu kinakuwa kionekana. Unaelewa? Alafu kuna masharti mengine. Kwa mfano kuna ndugu zangu pale walikuwa wanataka kujiunga pale, lakini walivyopokelewa wao sharti zao waliambiwa kwa sababu kule unaweza ukapewa sharti la kulala na nyoka. Sasa kulala na nyoka nayo ni sheria nyingine. Hiyo ni mtu anapewa tena sheria zake na nyingine. Kwa hiyo ni masharti ya kwake kwamba kulala na nyoka. Kwa hiyo kuna nyoka ambaye, yani huyo nyoka, nikikwambia kuna nyoka mrefu. Ndugu yangu, yule nyoka huwezi kulala naye chumba kimoja ndugu yangu.
Sawa, umetupitisha huko na masharti ambayo ulipewa na kila kitu. Labda sasa turudi sasa kwenye kuwa baada sasa umepewa mali, sasa umepata mali, kwenye matumizi ya mali na utajiri, manake ulikuwa na masemi 45, mambo mengi. Kivipi na vitu vilivyoanza kupotea na hivyo kwamba sasa turudi sasa kwenye mali zako? Yaani ndugu mtangazaji, ukinikumbusha kwenye mali, si ndugu yangu. Kweli nimetoka mbali sana. Kama kutamba kwenye mji nimetamba sana ndugu yangu. Kwa na semi 40 sio mchezo mtangazaji, tunaelewa? Ni kweli. Sawa. Haya magari kama natembelea Vunja Bei. Nilikuwa napanga tu hapo kwenye pala langu hapo basi safi. Nachagua tu leo tukenao liko wapi basi. Ndio vitu kama hivyo. Lakini nilikuja kukutana na baba moja hivi ambaye sikumjua kwa wakati ule, lakini aliniita tu kama chemba akaniambia, bwana, nimeonyeshwa na Mungu. Uwezo wa kufunguliwa unao. Nikasema, ndugu yangu, wewe ni mchungaji, una maana gani? Wewe ni mchungaji? Mbona una muonekano wa kuwa mchungaji? Kwa sababu ni mtu ambaye nimeona kwa kawaida sana. Kumbe alikuwa katika pilika zake sijui nini, unajua. Lakini mimi sikumchukulia maana sana kwa sababu nilikuwa naona kama ni watu tu wale ni omba tu. Au wanataka misaada, unajua? Kwamba na wewe kipindi hicho unadharau kila unayemuona na kusogelea unajua anakuomba msaada. Mimi pesa ninazo. Kwa hiyo mtu anaponifuata, maana yake niliona kabisa kwamba huyu mtu kama anataka msaada. Umeelewa? Lakini kwa sababu ingawa hatukatazwi kumsaidia mtu, kwa sababu sheria yenyewe inaruhusu kumsaidia maskini. Kumsaidia maskini. Ila uruhusiwi kumsaidia ndugu yako. Familia. Kumsaidia mwingine unamsaidia, ila ndugu yako huwezi. Pesa zile ndugu yangu huwezi kusaidia familia, kwa sababu unaweza kuwa na familia yako maskini, wewe ni tajiri, lakini nyumbani usisaidie familia yako. Na ukamsaidia mtu baki. Sijui unaelewa? Naelewa hapo, naelewa. Wewe nataka nikwambie ndugu mtangazaji, fuatilia sana. Fuatilia sana. Matajiri wengi sana. Unaweza kukuta ni mtu ambaye ana gorofa kubwa na maisha mazuri, ana magari kibao, nini mwenyewe yani yapendeza vizuri, lakini ukitaka kufuatilia kiundani zaidi kwenye familia yake, nyumbani kwake alikozaliwa. Ndugu yangu, unaweza kutoa machozi pia. Unaweza kutoa machozi. Kwa sababu unakuta familia ina maisha magumu sana. Lakini ukijaribu kuuliza vizuri, utakachoambiwa ndugu yangu unaweza kusikitika sana. Kumbe ni masharti. Kumbe ni masharti. Ile inakuwa ni ya moto. Nikisema ya moto inamaanisha ile ya manyoka. Sijui umeelewa? Ile ya Freemason ni Illuminati. Ndio maana wengine wanakuambia wanalala na nyoka. Na nyoka. Sasa mtu akilala na nyoka maana yake nyoka ndio anayetema pesa. Sijui unaelewa? Na nyoka unayelala naye maana yake usiku kuoa. Na ndio maana asilimia kubwa, nataka nikupe tu siri kwamba zunguka lazima utakutana na mtu ambaye ni tajiri na ana pesa chafu na hajaoa. Kumbe ni masharti. Kumbe ni masharti. Na ukimuuliza ndugu yangu, vipi mbona uoi? Atakacho kujibu ndugu yangu, atakwambia tu kuoa muda bado. Muda bado. Tunatafuta pesa kwanza, kuoa tuoa baadaye. Kumbe ni masharti. Ni masharti. Kwa hiyo sasa huyo mtu alivyokufuata akakwambia bwana anaona kwamba kuna kitu, ikawaje sasa? Sasa yeye alivyoniambia vile kwamba bwana ni mtu ambaye mimi nimefungwa na kifungo kizito, nahitaji kufunguliwa na uwezekano wa kufunguliwa ninao. Kwa hiyo yupo tayari kunifungua kwa sababu ni mtu ambaye ametumwa na Mungu kwa ajili ya kuja kuniokoa kwenye mateso mazito. Nikawa sijamuelewa. Kwa hiyo baada ya muda baadaye nikaona basi ngoja nimsikilize. Labda na mambo mawili matatu, labda kuna jambo ambalo labda anataka kuniambia, si unajua? Baada bablani kuna machizi mengi bwana. Nikasema wanakwambia ni ili umsikilize chizi. Unajua hata Mungu anapokuja huwa anapitia kwa machizi. Sio, unaelewa? Sababu chizi anapokuja anaongea maneno, wewe unaweza kuyakataa, lakini bila kujua ndugu yangu, kweli nimeamini mpaka sasa kwamba Mungu anapokuja anakuja kwa njia ya mwanadamu. Kwa hiyo kumbe ni Mungu tu aliyekutokea, kwa sababu mara ya kwanza ulifanikishwa kukutana na Lucifer moja kwa moja, kwa Mungu akaja tena kwa umbo la mwanadamu. Yaani ndio maana nakwambia kwamba kipindi kile wakati pesa ninazo ndipo nilipokuja kukutana na yule mtu. Na huyo kijana ambaye si mtumishi wa Mungu ndio nilikuja kukutana naye. Sawa. Pesa ninazo lakini nakutana na mtumishi wa Mungu. Sawa. Kwa hiyo sasa moto wa Mungu na shetani, niamini Mungu yana nguvu zaidi kuliko shetani. Ila kwenye masuala ya pesa tunaweza kusema ni rahisi sana kupewa pesa kwa sababu Mungu aliweka njia hizi mbili. Kuna njia ndefu na njia fupi. Lakini katika hivyo vitu vina maana kubwa sana. Sijui unaelewa? Ni kweli. Kwa kweli mimi naweza kusema ndugu mtangazaji, mimi mpaka sasa nimeokoka. Umeokoka. Na nimeyakabidhi maisha yangu kwa Mungu. Umeyakabidhi kabisa maisha. Hutaki kabisa, yani bora ukawa maisha haya kuliko ule utajiri uko nao. Hapana. Yaani ni heri kwa sasa
kuliko tena kule nilikokuwa zamani. Kwa sababu unaona naishi maisha yenye amani kuliko maisha yenye mateso ya kutoa kafara. Lakini sasa nataka nikwambie kwamba urahisi uliotumika mimi wa kutoka pale bayo mchungaji nisema nikasema kwamba yule mtumishi wa Mungu ndiye aliyeniokoa. Kwa sababu aliponiita kule kwenda kumsikiliza tu, maana yake tayari nilimpokea Yesu. Ukampokea Yesu. Kwa sababu sio kitu rahisi mtu ambaye unamtumikia shetani na kwenda kumsikiliza mtu ambaye ni wa Mungu. Kumsikiliza mtu anayetamka maneno ya Mungu sio rahisi. Na labda nikikurudisha nyuma, kabla ya huyo mchungaji, labda kuna watu wote ambao labda walijaribu kuhubiria neno la Mungu kwa wapuuzi? Mimi hajawahi kunifuata mtu mwingine yote kuja kunihubiria neno zaidi kwamba ninapopita naweza nikakuta kuna watu wanahubiri, lakini mimi wanaona kama ujinga tu. Nilikuwa napitana tu. Ulikuwa unapita. Yaani nilikuwa sifuatilii kabisa. Yaani nikishaona hivi nilikuwa ni mtu wa kukasirika sana. Huwa sipendi. Ulikuwa upendi ukiona watu wanahubiri njiani, mabarabarani vile? Nilikuwa sipendi kabisa. Lakini sijui ilikuwa vipi nikaja kumsikiliza yule mtumishi wa Mungu alipokuja kuniita pembeni. Azungumze na mimi na nikampa nafasi ya kuzungumza na mimi. Nafikiri tayari Mungu alikuwa ameshanitanguliza. Kwa hiyo ilikuwa kama Mungu, kwa sababu ungekuwa bado uko na shetani usingempa nafasi hata dakika moja. Yaani pale naweza nikasema kwamba Mungu tayari alishaniingia ndani yangu. Ndio maana nilipata nafasi ya kumsikiliza yule mtu. Naye ashukuru sana. Kwa sababu naye ashukuru na mimi namshukuru Mungu pia. Kwa sababu nilipewa nafasi kubwa sana. Kwa kweli yule kijana alinipa ushauri mwingi sana, akaniambia, ndugu yangu, Mungu anakuhitaji. Kwa sababu ulipokuwepo mwanzo ulikuwa hujachelewa. Nikamuuliza nilikuwa sijachelewa vipi? Akaniambia kwamba wewe ulikuwa unafanya, mimi nimeonyeshwa na Mungu kuwa wewe ulikuwa unalima nyanya. Nikasema ndio mchungaji, mimi kweli nilikuwa nalima nyanya. Wewe umejua vipi? Akasema nimeonyeshwa na Mungu. Nikaona tatizo hapa linaanza. Sijui unaelewa? Nikaona tatizo linaanza. Nikamwambia ni kweli mimi nilikuwa ni mkulima wa nyanya. Akaniambia bwana, ulipokuwa ulikuwa ni sehemu ambayo ni rahisi sana kufanikiwa. Lakini ilifika mahala shetani, ulikuja kukutana na shetani na maana akaja akakuvuta ukaingia kwenye sehemu yake. Baada ya kuingia kwenye sehemu yake ndio ukapotea mazima. Unataka nikwambie ndugu yangu kwamba, ndugu mtangazaji, kwamba unapokuwa kwenye foleni ya mafanikio kwamba usihisi kwamba Mungu anakuwa amekusahau. Mungu hawezi kuja kukusahau. Ile ni foleni tu, kwamba anapopata mwenzio wewe unatakiwa ubaki kwenye foleni yako. Ile unapokuja kukata tamaa ukasema foleni ni kubwa ngoja nitoke, kumbe ndipo zamu yako ilikuwa inaingia. Basi ile zamu ya kwako basi anapewa mtu mwingine. Kwa hiyo mimi nilikata tamaa mapema. Lakini kumbe paswa nikate tamaa mapema. Kwa hiyo ndugu yangu, nilipokata tamaa mapema na bali kajiingiza kwenye mambo ya ushetani. Lakini namshukuru Mungu, nimekombolewa kwa damu ya Kristo. Kwa sasa niko salama na nimeokoka na nampenda Yesu. Kwa hiyo namshukuru sana yule mchungaji kuja kunifuata na kunipa ujumbe mzuri na kunielekeza na kunihamisha na akanipeleka kwenye kanisa lao. Kanisa hilo linaitwa THA Assemblies of God. Lakini nikaona ni vyema zaidi niokoke ndugu yangu. Kwa hiyo niliokoka. Baada ya kuokoka niliamua kumpokea Yesu. Kwa mpaka sasa uko na Yesu na unaishi na Yesu. Sasa labda nikwambie kitu kimoja. Unajua siku ya kwanza tu nilipokuja kupelekwa kanisani na yule mchungaji alipokuja kunichukua nyumbani kwangu, kunipeleka kanisani. Manake nilipoingia kanisani, nilipofanywa maombi, cha kwanza mimi nilizima zaidi ya masaa 5. Nilizimia. Ulizimia masaa mangapi? 5. Hayo masaa 5 napo napewa taarifa. Yaani naambiwa kanisa katika ushuhuda wangu ndipo watu wananiambia kwamba bwana huyo amezinduka baada ya masaa mangapi? Nasikia kanisa wanasema 5. Sasa kajiuliza masaa 5? Kumbe mimi nilikuwa tayari nipo kwenye maombi. Ulikuwa kwenye maombi. Ndipo hapo ndo naweza kusema nilikuwa nafunguliwa rasmi. Lakini baada ya kufunguliwa rasmi nilitegemea kwamba nikirudi nyumbani basi mali zile nitazikuta kama zilivyokuwa. Lakini muda wa kurudi nyumbani kwangu, wakati narudi nyumbani, huwezi amini, nilikuta familia yangu kwanza haipo. Kwa sababu tayari nilikuwa nimeshamkaribisha mama yangu, alikuwa anaishi pale nyumbani, na kaka zangu walikuwa wanaishi pale nyumbani. Kwa sababu mimi nilikuwa sina mke na wala nilikuwa sina mtoto. Umeelewa? Lakini nilikuwa sina mtoto, sina mke. Na siwezi kusema mke wangu nilimpoteza vipi na mwanangu nilimpoteza vipi. Sawa? Na ndio maana niliamua kumuita mzazi wangu, mama yangu na kaka zangu waje waendelee kuishi pale. Umeelewa? Kwa sababu tayari nilikuwa najua niliyotenda huko nyuma. Kwa hiyo nilikuwa najisafisha tu. Lakini nilikuja kuta familia yangu hakuna pale nyumbani. Hakuna familia yangu pale. Na naweza nikasema nilikuta hakuna pale familia yangu, lakini nilikuta pia nyumba yangu inaungua moto.
Inaungua moto. Inaungua moto ndugu yangu. Kwa kweli nilishikwa na butwaa sana, lakini nikahisi labda kwamba labda familia labda inaweza kama imeteketea, lakini kumbe hapana. Sijui unaelewa? Kwa familia wakawa wameenda wapi? Familia bwana kumbe ilikuwa imeenda kijijini. Na baada ya kuona kwamba kumbe kuna vitu ambavyo mle ndani walikuwa wamekutana navyo. Kuna vitu vya ajabu walikuwa wanavisikia lakini wakawa havielewi. Kumbe tayari mle ndani mizimu ilikuwa imeshachanganyikiwa. Kwamba tayari inawaka moto, inaungua. Yaani nyumba inaungua, mle ndani kuna mizimu, alafu tayari mambo wanayoona maruerue mle ndani, mara mtu kapita pisha. Ila wao hawaoni kitu chochote. Lakini sisi ni kwa nini? Sio, unaelewa? Wao walikuwa hawajui kitu. Wao walikuwa hawajui chochote. Watu walikuwa wao wenyewe walikuwa wanajua kabisa sisi ni mtu ambaye anajitafutia mwenyewe, safi kama kawaida, unajua. Lakini kumbe siri nilionayo ni kubwa. Kwa hiyo namshukuru Mungu kweli alinikomboa, nilifunguliwa na nikaokoka. Kwa hiyo kwa sasa maisha ni magumu lakini nipo huru. Ni magumu lakini nipo huru. Ina maana nimerudi kwenye ile hali yangu ya zamani. Hali yako halisi. Halisi. Lakini ndugu yangu hata yale magari yale yalipopotea. Naweza nikasema kwamba bwana kila gari ilikuwa inapata ajali kwa kushangaza sana. Mara moja unasikia sijui limefeli breki, moja limeungua moto ghafla, moja sijui limegonga likabinduka, sijui nini. Haya magari madogo ambayo yalikuwa pale ndio yaliungua moto pamoja na nyumba. Magari madogo yote yaliungua moto. Yaliungua pale na moto. Yalikuwa pale nyumbani. Sasa mimi nilikuwa na gari kile kama zile gari kama za Mjabezi zilikuwa kama 6. Sijui unaelewa? Zilikuwa kama 6. Jina la Ibra, mimi nilikuwa ni mtu mkubwa sana ndugu yangu. Ulikuwa ni kila ninapopita Ibra. Alao nilikuwa mtu mkubwa sana ndugu yangu. Kwa sababu nilikuwa ni mtu ambaye anafahamika sana kutokana na pesa nilizokuwa nazo na wadhifa ambao nilikuwa nao. Labda mwishoni, ndugu Ibra, sasa labda nini ambacho unaweza kumshauri kijana yule ambaye anakutazama, amefuatilia mkasa huu mwanzo mpaka mwisho, ambaye alikuwa anataka kujiunga kwenye hiki chama, labda wewe unamshauri nini? Mimi naweza nikasema kwa sababu mimi kwa kumshauri kwa sababu mimi kwa sasa nimeokoka. Ila mimi naweza nikasema vijana tusikimbilie mafanikio ya haraka sana. Tusikimbilie mafanikio ya haraka. Ndio maana nikasema mwanzo kwamba kuna njia mbili ambazo Mungu ameziweka mbele yetu. Ambayo katika hizo njia mbili kuna njia ndefu na fupi. Njia fupi ni njia ya kupata pesa kiurahisi zaidi na njia ndefu ni njia ya maisha marefu ya kupata pesa kihalali. Sijui unanielewa mtangazaji? Kwa hiyo sasa na akaweka mfano wa njia pana na njia nyembamba. Njia pana ni njia ya huru. Kuwa huru. Ina maana kula huru ni kule kufunguliwa na Kristo. Ina maana moyo wako unakuwa umefunguliwa kutoka kwenye kifungo cha ushetani kuja neema ya Mungu. Sijui unanielewa ndugu yangu? Ndio maana kuna njia pana na njia nyembamba. Achana na urefu kwa ufupi. Hapa nipo kwenye njia nyembamba na njia pana. Kwa hiyo ile pana na maanisha ndio hiyo na fupi ndio hivyo. Sawa. Kwa hiyo ndugu yangu, mimi sishauri sana vijana kujiunga kwenye vyama vya Freemason au kumkimbilia shetani. Mimi nawashauri waokoke, wabadilishe maisha yao kwa kumkimbilia Yesu. Kwa kumkimbilia Yesu. Na maanisha waokoke kwa sababu kuokoka naweza nikasema maana kuokoka kuna maana mbili ndugu yangu. Kuna kuokoka kiroho, kuna kuokoka kimwili. Kuokoka kiroho ni kule kuyafanya yale ambayo yanampendeza Mungu. Yanampendeza Mungu. Kuokoka kimwili ni kule ambako wewe unafanya mambo ya kishetani lakini mwili wako unakupeleka. Yaani nafikia wewe unaenda kanisani. Jamii inajua wewe unasali dini gani au dhehebu gani. Lakini kumbe bado nyuma yako kuna mambo ya kishetani. Lakini nyuma ya pazia wanadamu hawajui kwamba wewe kuna mambo mazito ambayo unayatenda. Wao wanajua wewe umeokoka. Na ndio maana kuna wachungaji wengi sasa hizi akija na kuwekea kitambaa unadondoka. Inamaanisha unapona, si ndio? Lakini si kweli. Si kweli. Wachungaji wengi sana wanatumia nini? Wanatumia vitambaa, wanatumia mafuta. Sio, unaelewa? Lakini kama mimi nilienda kwenye kanisa la kawaida na nikafunguliwa. Lakini kama kuna sehemu ambayo mtu unaenda kwenye makanisa makubwa haya, kwa mfano kina Mwamposa. Sawa? Kwa mfano Mwamposa sio mchungaji halali. Sio halali. Ni mazito haya kivipi? Mimi naweza nikasema kwamba Mwamposa sio mchungaji halali kwa sababu ni mtu ambaye ana siri kubwa sana. Lakini naweza nikasema ndugu mtangazaji, siwezi kusema mengi sana. Nafikiri tuishie hapo. Unajua kila mmoja hapo, kila mtu abaki na imani yake. Abaki na imani yake. Lakini sishauri vijana kujiunga kwenye chama cha Freemason. Na kataa tena. Sishauri vijana wajiunge na chama cha Freemason kwa sababu ni watateseka sana na wataua familia zao. Kwa hiyo ni heri
waachane na tamaa. Ni kweli. Mtazamaji wangu, hapa ndipo tunafika mwisho, lakini kama una swali lolote, una maoni yoyote, unaweza ukayaachia hapo kwenye komenti au ukamuuliza Bwana Ibra hapa, ambapo atarudi kujibu kwenye tutarudi tena kwa mara ya pili, tutarudi, atatupokea, atakuja kujibu maswali na maoni yote ambayo mtawauliza. Neno la mwisho la kuambia? Neno la mwisho la kuambia watu hawa watazamaji kwamba ndugu yangu, mateso yaliyopo kule ni mazito, kwa hiyo waachane na mambo. Wakiingia wajue kabisa kutoka si bure, lazima walipe gharama, na kuingia ni urahisi, utaingia tu kiurahisi, lakini sasa kwenye kutoka ni gharama, kwa sababu lazima uwe familia yako. Sasa utaua mama yako, ndugu yangu, hiyo faida unayotafuta wewe unafikia atakula nani? Okay, ni hivyo tu, nikukumbushe tu usisahau kusubscribe na kucomment. Chao.